kuna nyakati ni haramu kuswali swala ya aina yoyote, hata maiti, hata kuzika. Hizo ni nyakati hazifai kabisa, swala ya aina yoyote. Hizo ni nyakati ziko tatu. Nyakati ya mwanzo, nitasoma haya maneno ili tuende nisiwe ni yangu mimi sasa, niyazungumze moja kwa moja. Ilam, tambua, akhi, ewe ndugu yangu, hadaka Allahu, Mwenyezi Mungu akuongoze, li asbabi taati, katika sababu za taa yake, na akuepushe na mambo yanakuingiza kwenye ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna al-awqata, kwamba kuna nyakati zilizotajwa huko nyuma, zile nyakati za swala adhuhuri na alasiri, zile za kufanya swala zile zafaa kuswali adhuhuri la asiri, zile si swala za fardha. Wa anna hunaka awqatan, na kuna nyakati nyingine tahrumu fiha swala, inakuwa ni haramu kuswali. Bal la tanaqidu wa la tasihu fiha salatu abadan, swala haifungiki katika nyakati hizo. Fardhan, ikiwa ni swala ya fardhi, kanat am naflan, au ni swala ya nafli, nyakati hizo. Adaan, ikiwa ni kutekeleza, kanat am qadaan au kulipa. Fakun minha ala hadar, kuwa katika tahadhari, kwa sababu ukiswali nyakati hizo tutazozitaja, wewe badala ya kuchuma thawabu unaingia kwenye dhambi. Na zitaja hizi nyakati walivyozielezea wanaochuoni, alafu nitaeleza kama kuna khilafu nitaitaja. Kwanza tujue walio wengi wamesema vipi, alafu tutataja wengine wamesema vipi, lakini ni kwa faida. Lakini mtu kwa tahadhari ya dini yake anisikilize haya ninayosema. Nyakati ya mwanzo, waqtu tuluu, ni wakati pale jua linapoanza kuchomoza. Idha talaa juz'un min ash-shams, jua likianza kuchomoza pale, likitoka, huruhusiwi kuswali pale mpaka lile jua likamilike mchomozo wake kamili, na mpaka liinuke. Wenyewe wanasema qida rumh, kiasi ukizikadiria kwa dakika hizi tulizokuwa nazo, iende kama dakika 16 au 13, ndio uanze kuswali baada ya kuchomoza nini, jua. Kwa jua unapoliona limeanza kuchomoza, huruhusiwi kuswali swala ya aina yoyote, iwe ni ya kulipa, iwe ni ya kunini, iwe ya aina yoyote. Hiyo nyakati ya mwanzo imefahamika. Nyakati ya pili, wakati zawali, wakati jua liko katikati ya mbingu, kwa maana pale unapokuwa wewe umesimama huoni kivuli cha huku wala cha huku, kiko katikati, kiko chini yako. Kama utakiona labda ni cha janubi, yani upande wa kusini, labda ndio utakiona, lakini kiasilimia kubwa huoni jua. Na inakuwa mara nyingi kabla ya kuingia kwa swala ya dhuhuri kwa muda mchache, kabla ya kuingia swala ya dhuhuri kwa muda nini, muda mchache, pale si wakati wa kuswali. Wayustathna, lakini inavuliwa huku siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa kwa wakati ule unaweza ukafanya nini, ukaswali. Nimeeleka wakati wa pili. Wakati wa tatu, waqtul ghurub, wakati jua linazama. Wakati jua linafanya nini, linazama. Sasa hivi jua limezama au liko ile jua bado? Kwa hiyo jua litapoanza kuzama pale, shekhe, ni haramu kwa wewe kuswali mpaka lile jua litapokamilika ule kuzama kwake. Wakila, na wengine wanaochuoni wakasema, idha sfarrati shams, jua litapopiga ule umanjano likaanza, ile ndio ile linaenda kwenye ule wakati wa kuzama zama, pale linakaribia kwenda kwenye kuzama pale, pia inakatazwa kufanya nini, kuswali. Nyakati ngapi tumezitaja hizo? Tatu. Nyakati ya nne ambayo inakatazwa kuswali
idha uqimatil faridha, inaposimamishwa swala ya nini? Ya faridha. Imamu hapa kasimama anakimu swala, wewe kule ukaanzisha swala yako wa swali yako kule, ile swala ile ni haramu unaoswali. Watakiwa utoke kwenye ile swala yako uje uingie kwenye hii swala yako, na ukiendelea kwenye ile swala yako, ina maana unaswali katika wakati ambao kwamba si unaotakiwa kuswali. Wanasema wanaochuoni, wayudhafu ila dhalika, na inaongezwa katika nyakati ambazo kwamba mtu haruhusiwi kuswali, idha uqimatil faridha almaktuba, swala ya fardhi, sio swala ya tarawih, ya fardhi, liman lam yusalli tilka sala, kwa ambaye hajaswali hii swala. Fayajibu ala sahih, inawajibu kwenye kauli iliyopo sahihi, akate ile swala yake na aingie pamoja na imamu, kwa sababu imekuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha uqimati sala fala salata illa almaktuba, itaposimamishwa swala hakuna swala isipokuwa ile swala ya nini? Ya fardhi iliyokuwepo. Na hivyo hivyo katika nyakati ambao kwamba ni haramu mtu kuswali, wakadha waktu khutbati aljum'a, pale khatibu, sio huyu anayosoma maelezo ya Ijumaa, yule khatibu anapotoa khutba ya Ijumaa, huruhusiwi kuswali swala ya sunna yoyote isipokuwa tahiyatu masjid. Usije ukaongeza swala nyingine. Tuwaona watu wengine wanafanya hivi, ni makosa. Unaweza ukajiona wafanya jambo la kheri, kumbe unajiingiza kwenye nini? Kwenye dhambi. Kwa hiyo unachotakiwa kwamba wewe unapomuona khatibu kapanda kwenye mimbar, labda uwe unayoswali ni swala ya tahiyatu almasjid, na hii tahiyatul masjid unaiswali imevuliwa kwa sababu hadithi ya yule sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Ghatafani, nafikiri Sulaiki, yule aliingia msikitini, Sulaiki al-Ghatafani aliingia msikitini yaum al-Jum'a, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, anasema sahaba Jabir radhiyallahu anhu, jaa Sulaikun, alikuja huyu sahaba anaita Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu, yaum al-Jum'a, siku ya Ijumaa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, qa'idun ala al-minbar, anatoa khutba kwenye mimbar. Faqa'ada, akakaa chini yule Sulaik, kabla an yusalli, kabla ya kukaa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema kumwambia, asallaita shay'an, umeswali wewe? Qala la, sijaswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, qum fasalli rak'atayn, simama uswali raka mbili. Sasa baadhi ya wanaochuoni wanasema hii ilikuwa ni kwa huyu Sulaiki, ni hasa kwake yeye ndo kaambiwa hivyo. Wakasema tuna ushahidi kusema maneno haya kwamba hii ni ya Sulaiki peke yake. Haya, ushahidi wenu nini? Wanasema ushahidi wetu ni yule mmoja aliyeingia msikitini siku ya Ijumaa hivyo hivyo, akawa anatakhati riqaba nas, anawakata watu mabega hivi, anafanya hivi, anafanya ili aje mbele. Kachelewa yeye, maana katika kitu ambacho kwamba akifai nacho sio kizuri. Wewe umechelewa, alafu unaanza kufanya nini? Kuwapita watu, wafanya jambo sio zuri. Sasa yule mtu alivyokuwa anaingia msikitini anawakatakata watu bega, Mtume akamwambia, kaa kitako, umeudhi na umepita mipaka katika kuudhi. Kwa hiyo hakumwambia swali raka ngapi, raka mbili, alimwambia kaa kitako, umeudhi. Kwa hiyo hii riwaya hii yaonesha kwamba yule ni ya yule Sulaiki peke yake, lakini taban hoja yao haiko makini, haina mashiko mazuri. Lakini kinachotakiwa mtu ukiingia msikitini, tungetaka kurudi hivi na hivi tutachukua muda, lakini tu itoshelezeke kwamba anaingia msikitini yaumal juma, aswali rakaa mbili na asirefushe. Na ikiwa ataona lau kama ataswali rakaa mbili, khatibu anaweza akashuka na akakosa takbiratul ihram, pale asiswali, asimame vile vile. Akiwa ataona nikianzisha rakaa mbili hapa naweza nikakosa ile takbiratul ihram, sababu yuko mwisho, labda anaweza akawa yuko kwenye sijida kule paka akate swala huyu kisha piga takbiratul ihram, bora asubiri, asimame, asubiri imamu ashuke kwenye mimbar, aendelee
na swala. Hizo ni nyakati ambazo kwamba ni haramu kuswali swala aina yote. Naomba nisome hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, hadithi ya Aisha, hadithi imepokelewa na Muslim, inasema 3 saati, masaa matatu, nyakati tatu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, hadithi ya Uqba bin Amir, sio ya Aisha radhiallahu anhum jami'an, ni ya Uqba bin Amir, anasema nyakati tatu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akitukataza an nusallia fihinna, kuswali katika hizo nyakati tatu, au nakbura fihinna mautana, au kuzika katika hizo nyakati tatu maiti zetu. Nyakati zipi hizo? Hina tatlu'u shamsu, pale jua linapochomoza, wa hina yaqumu qa'imu dhahira hata tamila shamsi, mpaka jua lipinduke liingie nini, adhuhuri, wa hina, na vile vile jua pale linapoingia kutaka kufanya nini, kuzama. Hizi nyakati tatu ni haramu. Tukisema unajua zile ahkamu za kisheria ziko hizi 5, lazima uzijue Muislamu. Kuna jambo ni wajibu, hiyo ni hukumu ya mwanzo, wajibu. Kinyume cha wajibu nini? Kinyume cha wajibu nini? Haramu, si ndio? Wajibu kinyume chake ni haramu. Halafu kuna jambo laitwa mandubu. Mandubu ni jambo la sunna. Kinyume cha mandubu, ukifanya kitu chaitwa makruh, sawa? Halafu kuna kitu chaitwa mubah. Hizi ndio hukumu za kisheria. Mubah, hii mubah hii haiambatani na thawabu na wala dhambi mpaka iambatane na nini? Na nia. Kwa mfano, kula chakula ni mubah. Wewe kwenda nyumbani ukaftari ile jioni ni mubah. Kufanya mazoezi ni mubah. Lakini ukiwa wala chakula ili upate kuinuka usiku ufanye ibada, watia nia sana, ili nifanye ibada nipate nguvu, tayari umejiingiza kwenye nini? Thawabu. Mwingine ala chakula ili akafanye mabaya, huyu amejiingiza kwenye nini? Kwenye dhambi. Hiyo ndio mubah, hukumu ya mwanzo. Wajibu ni jambo usipolifanya upata dhambi. Haram ni jambo ukilifanya upata dhambi. Sunna, mandubu ni jambo ambalo kwamba ukilifanya upata thawabu, lakini usipolifanya upati nini? Dhambi. Lakini hii mandubu sasa ina daraja zake. Kuna mambo ni mandubu, lakini usipoyafanya cheo chako kinafanya nini? Kinashuka. Kwa mfano swala ya witri. Swala ya witri zimekuja hadithi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaongezeeni swala nyingine ambayo ni swala gani? Ya witri. Sasa wewe Muislamu wajua hii swala ya witri ni swala ambayo kwamba ni sunna iliyo kukotezwa, sijui muakada, sijui hivi ilitiliwa mkazo, alafu wewe hutaki kuiswali. Sunna baada ya magharibi ni sunna ambayo kwamba muakada, alafu hutaki kuiswali. Shekhe, kile cheo chako kinashuka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yachelea kwamba huyu mtu mwenye kuacha sunna anakwenda anaziacha sunna, mwisho anakwenda anaacha nini? Faradhi. Tusende huko, turudi sasa. Hizi nyakati za haramu zimeeleweka. Sasa wanawachuoni wakaulizana, baadhi ya wanawachuoni wakasema, kinachokatazwa kwenye hizi nyakati za haramu, je, ni mutlaq swala kiujumla ya aina yoyote kama ilivyokuja kwenye hii hadithi, au ni swala za sunna tu? Jumhuri ya wanawachuoni baadhi yao wakasema ni mutlaq swala ya aina yote, ndio hiyo tulizungumza mwanzo. Baadhi yao wakasema ni swala za sunna tu ndio zinazokatazwa katika hizi nyakati, lakini swala za fardhi hazikatazwi kwenye hizi nyakati. Naomba ifahamike hiyo jambo. Sisi tuna hadithi tumeisema kwamba hizi nyakati tatu tulizozitaja haifai kuswali swala ya sunna wala kuswali swala ya fardhi. Hiyo ndio kauli ambayo kwamba tuko nayo, ndio tumeijua na ndio muiweke kinini kichwani. Swali linakuja, je, hili jambo ni bitifaki kwamba wote wamekubaliana? Jawabu ni kwamba wamekubaliana swala za sunna haifai kuswali kwenye hizi nyakati, wengi wao.
lakini swala za fardhi katika hizi nyakati za haramu wanasema unao uwezo wa kuswali. Sasa yasiwe maneno matupu, lazima yawe na dalili. Msituambie maneno matupu. Dalili yao nini? Wanasema dalili yetu sisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man adraka minas subhi raka'a qabla an tatlu'a ash-shamsi qabla an tatlu'a ash-shamsu, atakayediriki katika asubuhi rakaa kabla ya kuchomoza jua amepata alfajiri. Yani tujalie jua la chomoza saa 12 na dakika 20, huyu mtu kabla ya kuchomoza jua saa 12 dakika 18 akawahi kuswali kabla ya kuchomoza jua, kaswali kwenye nyakati ambayo kwamba bado ilikuwa uharamu hujafanya nini, haujaingia, si ndio? Je, ile swala yake itavyoendelea, atakuwa yumo kwenye sehemu ya haramu au sehemu ya haramu? Si ana swali nyakati ya haramu tayari. Wakasema ingelikuwa haitakiwi moja kwa moja, Mtume angekataza kabisa. Hiyo ndio hoja yao. Hoja yao nyingine wanasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayelala kwenye swala ikampita akaikumbuka au kuisahau akaikumbuka, haiswali atapoikumbuka. Nimeikumbuka huo wakati wa kuzama jua, na iswali si swali. Kwa hiyo hizo ndio hoja zao, lakini hazina mashiko makubwa. Tungetaka kujibu, lakini tutaingia darasani sana. Tutoshelezeke tu hizi nyakati tulizozitaja. Usiswali swala ya sunna wala swala ya fardhi wala swala ya aina yoyote, hizo nyakati hizo tulizozitaja.